kuwa nasi. Maandamano ya Juni 25 mwaka uliopita jijini Mombasa yalikuwa tofauti sana na kawaida, ambapo polisi hukabiliana na waandamanaji na gesi za kutoa machozi kutapakaa kote. Hakukuwa na uharibifu wote wa mali wala maafa au nipe nikupe na maafisa wa polisi. Kando na hayo, kuporomoshwa kwa jumba lenye ghorofa 6 ilikuwa tukio la kukumbukwa mwaka wa 2025. Francis Mtelaki alikuwa katikati ya matukio hayo katika kaunti ya Mombasa. Kama mwanahabari yote, unapoamka asubuhi, unaamka mapema, unajua unakwenda katika shughuli, na unapokuwa kazini basi ndio picha au taswira kamili ya unachokutana nacho kwa siku hiyo. Na katika matukio ya mwaka 2025 Juni tarehe 25, wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z, kuna utofauti mkubwa ambao ulijitokeza. Waandamanaji walifika kwa mapema, na utofauti wa pili ni kwa jinsi waliweza kujitambulisha. Walikuwa wamevaa bendera ya taifa hili, na pia wamekuwa na mabango ambayo tayari yamekwisha kuainishwa. Maafisa wa polisi walikuwa pale, walifika pale, wakawa wanalala chini, na kila wanapolala chini katika kila sehemu walikuwa wanaomba na kuwaombea wenzao ambao walifariki mwaka 2024. Tukasonga nao kupitia maeneo ya Mwembe Tayari, tukaona umati sasa umekuwa mkubwa sana, na kuu zaidi pia maafisa wa polisi walikuwa mbele, katikati na nyuma, na wengine pia wakawa wamejipanga hasa katika wanafuatana na waandamanaji, kile wakiwaambia tusonge upande huu. Tulipofika katika maeneo haya ya Sabasaba, wengi walidhania kwamba maandamano yatakwenda kukomea pale, lakini licha ya kutembea kilomita kadhaa, vijana hawa bado walikuwa wanahisi kwamba wanataka kuendelea kupaza sauti. Kwa hivyo tukakaa pale, tukaendelea kufanya maandamano, na amini kwa wakati huo pia tulikuwa tunapeperusha moja kwa moja na matokeo katika sehemu zingine. Unaona vitoza machozi vimerushwa. Wakati huo imefika kama saa 6, saa 7, unapata kwamba hakuna hata tiaga za vitoza machozi kimeweza kurushwa. Hakuja kuwa na rabsha za aina yoyote, na tukawa tunaendelea. Wakati huo watu wengi wakihofu kwamba leo itakuwaje, maandamano haya yatakamilika saa ngapi, yatakuwa na taswira ipi. Najivunia na maandamano ya leo ni amani, security imetulia, vijana wametulia, wanapata hii moja. Tunaandamana tu, hakuna vita na mtu. Maandamano ya leo ni amani, na ambao wanataka kutuma guns wanasiasa wa Mombasa, mkiwatuma tutapambana na wao. We are very peaceful, hatuja kuja kuharibu mali ya watu, hata ukiangalia nyuma vijana wako na amani. Maafisa wa polisi wakaandamana nao pia moja kwa moja, tukarudi tukakuja mpaka sehemu hizi za Digo Road na hadi katika ule mzunguko wa maeneo kuelekea State House. Hapo ndipo sasa maafisa wa polisi wakasema ni kikomo kimefikia hapa, maana mida pia ilikuwa imefika ni ya jioni. Tumekuja hapa kwa county commissioner ili atuelezee assurance kutoka kwa serikali. Tungeomba vile tumetoka kutoka asubuhi, tumefanya maandamano, tutaki wafanyakazi wa Mombasa waumizwe, so tungependa tumalizie hapa na kila mtu aweze kwenda nyumbani. Nipata hiyo memorandum. Thank the media who are covering us in Mombasa. Pia, I want to thank the police who have been working with us since morning. Wametufikisha vizuri. They have let us express ourselves as young people of Mombasa. Kando na maandamano ambayo yaliweza kugonga vichwa vya habari, tukio lingine ambapo limeweza kuainisha mwaka huu hasa katika kisiwa hiki cha Mombasa ni kulipuliwa kwa lile jumba la ghorofa 9 katika maeneo ya Kilifi Kona. Kupiga mabomu, watu wote wahame mpaka bridge ifungwe salala. Hiyo ni wapi? Nini hii balai? Mpaka markiti mfunge, la ilaha illa Allah, haijatokea ulimwengu wote huu. Watu wote will have to vacate. Hii haitodhuru nyumba yako, lakini ule mtikiso ambao kwamba utakao kuweko utasababisha athari ya masikio yako. Kila ukiwa karibu, wale wanaofanya kazi hii wanavaa vitu ambao kwamba vinawastiri, na sio pamba ukasema kwa unaenda kujieka. Mida ya saa 1:30 barabara zikafungwa hasa katika daraja la Nyali, na
upande ule wa mji ulikuwa umelala kabisa, hakuna chochote kiwa kinaendelea. Wengi wakataraji jinsi ilivyosemekana kwamba kabla ya saa 4 jumba litabomolewa. Tikawa ni chelewa simu hapa na pale. Nakumbuka pia wakati mwingine pia bosi wangu akiniuliza saa ngapi linabomolewa hili jengo, watu kwa saa 4 kwenda saa 5 saa 6. Sasa ikafika sasa tukaanza kupiga masimu kuuliza kwamba vipi saa ngapi. Ndio sasa tukaanza kupokea simu tukiambiwa kwamba kaeni chonjo, wakati wote dakika 10 zijazo ile jumba litakuwa limeanguka. Yule afisa wa mwisho ambaye alikwenda kuweka kile chombo cha kuweza kulipua pale, kilipuzi kile, amekwisha ondoka, na sasa tunasubiri kidogo tena. Tukaambiwa haya, in the next 2 minutes basi muwe macho. Tukaanza kurekodi. Wengine wetu pia ambao tulikuwa tuko mbali, nafikiri wengine walishikwa na mshtuko, manake ilikuwa ni mlipuko mkubwa sana. Hiyo na tukaona vifusi pia vinatoka kutoka maeneo ya tukio hadi ng'ambo ya pili, ambapo ni maeneo ya kaskazini mwa Mombasa. Unaona vifusi vinakuja mpaka ile vumbi yenyewe inafika upande huo. Inaeleza kwamba ile athari iliyokuwa pale. Baada ya hapo sasa ndio tukaanza sasa kuingia mjini na kufika katika eneo la tukio, kuona jumba hili limelipuliwa, limekuja chini, hali yake iko namna gani. Kufika pale, wengi hawakuweza kuamini kwamba kulikuwa na uharibifu mkubwa sana, hasa yale maduka, sehemu za biashara, na pia hospitali ya Coast General pia ni mojawapo zile sehemu ambazo ziliweza kuathirika pakubwa. Vioo vilikuwa vimetapakaa chini, na inaeleza tu ile tahadhari ambayo labda upande wa serikali na maafisa wa KDF walikuwa wameiona hapo awali kuhusiana na endapo mtu yote angekuwa pale. Manake endapo majumba ambayo yalikuwa yako wima yaliweza kubomolewa, yakaachwa na nyufa, na wafanyabiashara pia walikosa kufungua vioo walipata hasara kubwa. Tunawatakia sherehe za fanaka pamoja na mwaka 2026 wenye baraka tele. Mimi ni Francis Mtalaki nikiwa Mombasa.